anaitwa Hamis Tale Tale na ni moja kati ya Watanzania mashuhuda wa tukio hili la siku ya leo. Mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu naye ni moja kati ya watu ambao wanashiriki tukio hili la kihistoria, pamoja naye CEO ama mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Bi Zubeda Hassan Sakuru. Lakini tunao wenyeji wetu ambao ni J-Root Investment Company Limited wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji ndugu Joseph Regasira CPA. Yeye ndiye ambaye atakwenda kutufungulia na kutuambia ni nani anakwenda kukaa vifuani kwenye jezi ya Simba. Lakini kama kawaida J-Root Joseph ameambatana na Wilson Mwaibabile, yeye ni mkurugenzi wa uwekezaji kutoka J-Root, pamoja na Dennis Mwesiga, yeye ni mkuu wa sheria ndani ya klabu ya Simba. Lakini tunao wenyeji wetu zaidi kwa maana ya brand ambayo tunakwenda kuivaa. Hiyo itakuwa ni kazi ya mkurugenzi wa J-Root kuwatambulisha na kuwatangaza wenyeji wetu wanaohusika na brand hiyo. Na kwa mantiki hiyo basi nimpe kipaza sauti hiki ndugu Joseph Regasira kwa ajili ya kutupa kinaga ubaga kwa nini Simba yuko hapa hii leo. Habari ya leo ndugu zangu wana Simba na waandishi wa habari. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa siku njema ya leo, kwa kuwa yeye ndiye ametufanya tumefika hapa tukiwa wazima wa afya na wenye sia njema. Pia napenda kuwapongeza wenyeji wetu ambao wametukaribisha hapa. Namuona kwa mbali CEO wa Diadora Sadek, naona yeye amekaa nyuma. Nadhani namuona Mr. Yusuf, yeye atatutambulisha vizuri timu yake yote wakati ukifika. Ila tu kikubwa na cha msingi na mbele yetu tumeambatana na naibu waziri wa michezo, yuko kushoto kwangu hapa. Kwa kipekee kabisa napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Hamis Tale Tale ambaye yeye ni mbunge wa Morogoro vijijini, naye tuko naye hapa. Mwenyekiti wa klabu ya Simba Mheshimiwa Murtaza Mangungu, CEO wa klabu ya Simba, pamoja na wanahabari wote ambao mmefika mahali hapa. Leo sina mengi sana ya kuzungumza kwa sababu yale ambayo tulikuwa tumeahidi siku ambayo tulikuwa tunatangazwa kama J-Root ni watu ambao wamepata hii kandarasi ya utengenezaji wa jezi. Nilisema kwamba sisi kama J-Root, kutokana na past experience ya wenzetu ambao wamepita na kutokana na ukubwa wa timu ya Simba Sports Club, ni wakati sahihi sasa wakaenda kimataifa. Leo hii tuko hapa katika ofisi hizi za Diadora. Ofisi hizi za Diadora ni makao makuu ya Diadora Sadek. Katika Afrika, ukanda wa Sadek, makao makuu yao yako hapa South Africa. Ndio hapa tulipo. Kama tunavyofahamu makao makuu ya Diadora yako Italy, lakini kwa Afrika ni yako hapa South Africa, lakini katika ukanda wote wa Sadek. Siku ya leo ni muhimu sana kwetu kwa sababu tunaenda kuleta tofauti na tunaenda kuelevate soka la nchini kwetu Tanzania. Kwa kuwa kwa mara ya kwanza tunaenda kutangaza partnership kati ya J-Root Investment East Africa Limited, Simba Sports Club na Diadora kama washiriki wa pamoja katika utengenezaji wa vifaa vyote vya michezo ambavyo Simba Sports Club vitaenda kuvaa kwa kipindi chote cha mkataba wetu. So I just want to take this opportunity now to welcome Mr. Yusuf. Thank you. Mr. Yusuf is the brand manager of Diadora South Africa, and I think him is going to explain us and introduce all the team of Diadora
and how they now Good afternoon to everybody. Diadora, for those that don't know, is an Italian sportswear brand that specializes in footwear. It was founded in 1948, so it's a little younger than Simba Sports Club. Just a little bit of history about us. About Diadora first. Diadora, the name comes. Our brand started in 1948, but in 1960 they started getting into athletics and soccer. And a short synopsis: in the mid 70s, they brought in tennis and they brought in soccer, and Marco van Basten was one of their icons in the 70s and 80s, and also Roberto Biagio. In terms of clubs, AS Roma were also fitted out by Diadora for many years. So for us at Diadora and for Legenda Sports South Africa, we are proud to be associated with Simba Soccer Club, simply because we believe that for our brand and also for our country, it's a great opportunity to grow this brand in our own country as well as in Africa. Thank you. Thank you very much. I hope you enjoy being us. Ndugu wageni waalikwa, nichukue nafasi hii kukamilisha Mheshimiwa Balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini, Mheshimiwa James Bwana. Mheshimiwa Balozi, karibu sana. Asante sana. Basi baada ya kumsikia CEO wa Diadora, sasa tumkaribishe mtendaji mkuu wa klabu Simba, Bi Zubeda Hassan Sakuru, naye atuambie kutoka Simba Sports Club mambo ya kodi huko. Mr. Yusuf, sorry to interrupt. Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Balozi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa klabu, mkurugenzi mwenza wa kampuni ya Gerit Investment, ndugu wanahabari na Watanzania wote na wanasimba, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano. Simba. Nadhani wote tumejionea jitihada ambazo zimefanyika katika kuboresha kandarasi ya uzalishaji wa zabuni ya kuzalisha jezi pamoja na kuzisambaza katika msimu wa mwaka 2025-26. Na ushirikiano huu ambao tunauanza leo kati ya kampuni ya Gerit pamoja na Diadora inaonyesha ni kwa jinsi gani Simba Sports Club imedhamiria kufikia lengo lake na dira ya kuwa kilabu bora barani Afrika. Kwa hiyo ni watake wana Simba, wa Tanzania wote kwa ujumla kuipokea kwa mikono miwili, na lakini kwa kipekee nipende kupongeza juhudi za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuimarisha ukuaji wa sekta ya michezo nchini Tanzania na kuifanya iweze kuvuka mipaka mpaka nje ya Tanzania. Simba, nguvu moja. Asante sana. Karibu. Asante sana CEO, na nichukue nafasi hii sasa kukaribisha mwenyekiti wa Simba, Mheshimiwa Murtaza Mangungu. Yeye ndio mwenye Simba yake, basi tueleze machache kuelekea katika mwanzo huu mpya wa kihistoria baina ya Simba Sports Club, Gerit pamoja na Diadora. Sasa Mheshimiwa Naibu Waziri, for the sake of time, I know you all understand what I'll be telling you. We do appreciate Gerit and also Diadora, as has been spoken, that Diadora is an international recognized brand, and we make sure that we will make everything possible to elevate from where it is up to
limit of sky. We know it's been there for a while, as it's been spoken, 1940 something. Italian national team won it, AS Roma, and other very famous clubs. But for us, it's a honor to have an international recognized brand dealing with us. So we really appreciate, and this is what we've been looking for a long time, to have our team wear what is valuable and to give what is best to the fans and the players and the team at large. So we would like to say many thanks, and we really appreciate for the government support. Honorable Deputy Minister, you've been with us from the inauguration day. And Ambassador, since we have told you that we will have this occasion, and you make yourself available even if you have a lot of schedules in the day. So we really appreciate for that, and we promise to keep our relationship to be fruitful for both sides. Thank you very much, and good evening. Tunashukuru sana kwa nafasi hii. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Balozi pamoja na Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na ratiba zao ngumu, lakini tulivyotoa taarifa kwa serikali kuhusiana na hili tukio, wamekubali kujenga ratiba yao na kushirikiana na sisi. Diadora ni brand kubwa ambayo inajulikana vizuri duniani tangu uanzishwaji wake. Kama ilivyoelezwa, imewahi kuvaliwa na vilabu vingi maarufu duniani kama Italian national team. Wakati wanachukua World Cup walikuwa wanavaa Diadora, lakini pia kama vilabu kama AS Roma na vinginevyo. Kwa hiyo Simba inakuwa ni brand kubwa na ya kimataifa. Katika ukuaji huo tunaamini kabisa tunakuwa na wenzetu ambao walishakuwa wakubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana kupata nafasi hii, na tunaahidi kutoa ushirikiano wa kutosha kwa Diadora, Jairut, lakini pia wana Simba kupata bidhaa bora zenye kiwango kinachokubalika kimataifa. Kwa hiyo ile thamani ya fedha na ukuaji wa michezo, Mheshimiwa Naibu Waziri na Balozi, hili jambo ni jambo kubwa, kwa maana kwamba sasa recognition ya Simba katika wigo wa kimataifa itakuwa ni kubwa zaidi kwa kutumia brand hizi ambazo kuna neno ambalo sipendi kutumia, lakini imekuwa established vizuri. Kwa niseme tu kwamba tunashukuru kwa nafasi hii, na tunaomba Mungu kwamba tuendelee kushirikiana nao katika manufaa ya pande zote mbili. Asante sana. Asante mwenyekiti, kabla uondoke hapo kuomba mkaribishe Mheshimiwa Naibu Waziri naye ajatoe hapo. Hapo tuendelee na jambo. Mimi ningetamani sana Mheshimiwa Balozi japo aseme maneno mawili kwa sababu yeye ndo ambaye yuko hapa, na kama ilivyotamkwa kwamba Diadora Afrika iko hapa, na ndio maana tumekuja kufahamu. Mwanzo ilikuwa tuende tukafanyie Italy, mara tufanyie Dar es Salaam, lakini baadaye tukaona kwa kuwa tunakuja kwenye tukio hili muhimu hapa kwa ajili ya mechi yetu, basi tukaja kufanyia hapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Balozi japo useme maneno mawili matatu, lakini usikose kuchukua ujumbe wetu kumpelekea Mheshimiwa Rais kwamba tunashukuru sana kwa aina yote ya ushirikiano tuliopata kutoka serikalini, na hilo limekuwa limeimarishwa kwa hali ambayo mmetuonyesha tangu tumefika. Mmetupokea vizuri, tumekuwa tukishirikiana kupata taarifa na kupata facilitation za aina mbalimbali mpaka tumeweza kufikia ile. Kwa hiyo tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri, yale ya kwetu sisi tutayaleta kwa maandishi ili yafikishwe kwa serikali. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Wizara yetu ya Michezo na Utamaduni, ndugu viongozi wa klabu ya Simba, washabiki na wapenzi wa soka, kwa niaba ya ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa niaba ya Wizara yetu ya Mambo ya Nje, napenda kutumia fursa hii kwanza kabisa kuwakaribisha nyote, lakini zaidi kwa heshima kubwa kumkaribisha Mheshimiwa Naibu Waziri ambaye pamoja na majukumu yake mengi kama ilivyoelezwa ametenga muda wa kuja kushuhudia ushirikiano huu unaoanzishwa
kati ya klabu yetu ya Simba pamoja na makampuni haya ya wazalishaji wa vifaa vya michezo vyenye hadhi ya kimataifa ukifanyika hii leo katika Jamhuri hii ya Afrika Kusini. Leo hii tumetoka kusherehekea miaka 61 ya uhuru wetu. Lakini katika tukio hilo kubwa ambalo tumelifanya pale Pretoria, lililohudhuriwa na mabalozi kutoka nchi zote zenye uwakilishi hapa Afrika Kusini, zaidi ya nchi 185, lakini leo hii pia tunakuja kushuhudia tukiambatana na Mheshimiwa Naibu Waziri wetu mwenye dhamana ya michezo na utamaduni, kushuhudia jambo hili kubwa ambapo klabu ya Simba kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaingia sasa katika level nyingine ya juu ya kwenda kuvishwa sasa na kampuni mahiri kabisa kimataifa katika masuala haya ya vifaa vya michezo. Sasa ukiona mtu ana katika karne tulionayo bado anatumia usafiri wa punda kusafiri, unapata kidogo mashaka. Na kwenye michezo pia vile vile unaona sasa klabu kama Simba inapata sasa jezi, inapata vifaa vya michezo kutoka katika kampuni mahiri kimataifa ambayo ina historia ulimwenguni ya kuvivisha vilabu vikubwa kabisa. Unajua kabisa kwamba ule ukubwa wa Simba sasa unazidi kujidhihirisha katika mambo kama haya. Kwa niaba ya ubalozi, kwa niaba ya mimi mwenyewe binafsi, natoa shukrani kubwa na nyingi za dhati kabisa kwa wizara yetu ya michezo, lakini mahususi kwa Mheshimiwa Naibu Waziri kutenga muda wa kuja kushuhudia kwa macho yake tukio hili ambalo angeweza kujikalia zake nyumbani akahadithiwa tu kwamba limetokea. Kwa nitumie pia fursa hiyo kuwashukuru viongozi wa Simba kwa kuona umuhimu wa serikali kushiriki katika jambo kubwa kama hili, kiasi cha kupata mwaliko mimi pia kama balozi na Mheshimiwa Naibu Waziri wetu kuja kujumuika nasi ili kushuhudia jambo hili linalofanyika ambalo kimsingi linazidi kuipeperusha na kuipaisha diplomasia ya michezo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya watumishi wenzangu wa ubalozi, kwa niaba ya wanasimba ambao wapo ndani ya chumba hiki, tukushukuru kwa dhati, na nimeambiwa baada ya mimi utapata nafasi ya kuongea, basi niishie hapa, nikukaribisha kwa dhati uweze kusema nasi japo kwa uchache yale ambayo unapenda kuyafikisha kwa Watanzania wote kupitia hiki ambacho tumekishuhudia hivi punde. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Balozi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa klabu ya Simba, mtu akiwa nimekuja nikiwa na moyo wa furaha sana kushuhudia utekelezaji wa kandarasi iliyoingiwa mimi nikiwa mgeni rasmi takriban majuma mawili yaliyopita ya ushirikiano kati ya klabu ya Simba na kampuni ya Jairuti. Mambo mengi yalisemwa kwenye usiku ule na ni mambo ya kutia moyo kama yatakwenda kutekelezwa. Na mimi nimekuja kushuhudia utekelezaji wa masuala yale ambayo yaliahidiwa wakati wa uingiaji mkataba ule ama kandarasi ile kati ya klabu ya Simba na kampuni ya Jairuti yakianza. Kwa hivyo moja ya mambo ambayo yalisemwa ni kwamba klabu ya Simba itakwenda kuvaa nembo ya kimataifa, brand ya kimataifa kwenye jezi zake. Na nilikuwa na hamu na mimi nayokuja kama benefits zinazokuja pamoja na mkataba ule. Kwa hili niwape hongera sana klabu ya Simba na kampuni ya Jairuti. Lakini mimi nimekuja kwa mambo mawili. Moja, nilikuja kushuhudia hili, lakini nilikuja kwa kufuatia lile kubwa la mechi dhidi ya Simba na Stellenbosch itakayofanyika siku ya Jumapili pale Durban. Na mimi nimekuja kwa kuiwakilisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kazi ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya 6 wametupa ni kuvipa ushirikiano usiomithilika watu binafsi, taasisi za serikali na mwingine yoyote anayetaka kujishughulisha na masuala ambayo sisi tumekasimiwa mamlaka ya kuyasimamia. Kwa hiyo tumekuja moja kuhakikisha kwamba Simba inakwenda fainali kwenye mashindano ya kombe la shirikisho linaloandaliwa na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, lakini hili la kuongezewa kwamba tunakuja kushuhudia utekelezaji wa mkataba ambao Simba imeingia na kampuni ya Jairuti unaanza, na lenyewe lilikuwa icing on the cake. Kwa hiyo
shukuru klabu ya Simba kwa kunipa fursa hii ya kuweza kushuhudia yale ambayo mliahidiana yakianza kutekelezwa, lakini ni shukuru kampuni ya Jairuti kwa kuanza kutekeleza ule mkataba ambao umeingia haraka. Hivi ndivyo ambavyo Mheshimiwa Rais angependa kuona klabu zetu zikienda katika viwango vya kimataifa, klabu zetu zikibebeshwa ule ukubwa ambao unavistahili. Tuna vilabu vikubwa sana, tuna vilabu vina historia kubwa na vinastahili haya ambayo nyinyi mnayaleta. Ni leo tu nimejua kama Diadora yenyewe imetoka kwenye maneno mawili ya Kigiriki, dia na dorea, ambayo inamaanisha sharing of gifts and honors. Ndio leo nimesanuka. Ambayo ina peke yake maana yake tu inaleta matumaini makubwa kwa mambo ambayo yanakwenda kutokea, yanayoletwa na Simba kuingia mkataba huu na Diadora. Kwa hiyo niwatakie kila laheri, na naamini kwamba sio tu brandi kwamba itakuwa kubwa, lakini hata aina za jezi, design zake zitakuwa za kiwango hicho na zitafikia lile lengo la kuipeleka Simba kwenye kiwango inachokistahili. Vinginevyo niwatakie kila laheri kwenye mchezo ambao mnakwenda kucheza siku ya Jumapili tarehe 27 kule Durban, na niwatakie ushindi mnono. Naamini hakuna timu ambayo imepangwa kucheza na Simba katika siku za karibuni ambayo ina kiwango cha Simba. Hamna timu ya kuitoa Simba Sports Club. Nichukua fursa hii pia kuwashukuru wenzetu wa Wizara ya Mambo ya Nje kwa ushirikiano mkubwa ambao umetupa toka klabu hii imefika hapa. Wamenisimulia na mimi nimejionea mwenyewe nilivyokuja jinsi ambavyo mmewahosti sawa sawa, na hakutakuwa na pingamizi kutoka kwa serikali, iwe Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ama Wizara ya Mambo ya Nje, kufanya kwamba ni kipingamizi cha Simba kushinda mechi ya Jumapili. Kila ambalo wanalitaka kutoka serikalini wamelipata. Sisi binafsi tumeratibu kuhakikisha kwamba Simba wana timu nzima inasafiri, timu nzima inapata accommodation na inapata chakula, ili kuhakikisha kwamba wanadili na mambo mengine yaliyobaki. Kwa hiyo wizara yetu inawashukuru wenzetu wa Wizara ya Mambo ya Nje kwa ushirikiano huu mkubwa mliotupa kwenye swala la diplomasia ya michezo, na tunaamini kwamba hilo ndio hasa lengo la Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema hayo, niwashukuru ndugu zangu wote ambao mmeweza kushuhudia uanzishwaji huu wa utekelezaji wa mkataba wetu, na nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa maneno yako yaliyotukuka. Na katika ahadi 10 za Jairuti tayari ameshapangua ya kwanza wiki 2 tu baada ya kusaini mkataba. Kwa hiyo bado tunamdai nyingine 9, na nikuhakikishie tu kwamba atazikamilisha kwa ubora aliokuwa nao na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tupende kutambua uwepo wa ndugu yetu Brighton Longo, ambaye yeye ni brand ambassador wa Diadora, ambaye ni mchezaji wa zamani wa Orlando Pirates na timu ya taifa ya Afrika Kusini Bafana Bafana. My brother, welcome. Na ni shabiki wa Simba pia. Ndugu zangu, tumefikia tamati ya shughuli yetu hii ya siku ya leo, lakini nisiondoke bila kusimenti maneno kidogo. Zubeda anaangalia maneno machache. Tunakushukuru sana Jairuti kwa kutuheshimisha, kutuletea brand ambayo inatambulika kimataifa. Hii maana yake ni kwamba hivi sasa jina la Simba Sports Club linazunguka katika mitaa mbalimbali ya Italia ambako ndiko inapatikana Diadora. Tuseme kweli tu ya kwamba ilikuwa ni ndoto ya wanasimba wengi kwa muda mrefu kuona wanavaa brand ambayo itatupeleka mjini kwa urahisi. Kwa hiyo kwa hilo tunakushukuru. Tulikupa mkataba, lakini leo ukaenda mbali zaidi na kuongezea thamani huo mkataba, kwa sababu sisi hata ungetuwekea Jairuti kwenye jezi yetu tulikuwa tuko tayari, as long as umeshatulipa hela yetu, lakini ukasema acha niongezee thamani zaidi jezi ya Simba, ukaenda kutuletea Diadora. Kwa hilo tunakupongeza, tunakushukuru, na tunaamini Simba Sports Club, Diadora pamoja na Jairuti
tuna safari kubwa ya kuzifanya brandi hizi kuendelea kuwa kubwa zaidi duniani. Baada ya kusema hayo, kifuatacho sasa ni zoezi la picha, na ili tupate picha nzuri